Mkataba wa kwanza unaitwa deni. The first contract is called debt. Na mkataba wa pili And the second one unaitwa sadaka. is called offerings. Na mkataba wa tatu unaitwa kiapo is called the vow au ahadi. or promise. Kwa hiyo katika mikataba 6 tutazungumzia mikataba mitatu. We are going to speak of the first 3. Kwa hiyo tunaona mkataba wa kwanza unaoitwa deni. The first one that is called debt. Aliyekopa alikuwa ni nabii. The one who took that. Yeye alikuwa ni nabii. He was the prophet. Maisha yake ya duniani alikuwa nabii. And his life in the world. Lakini pia huyu nabii alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi. When the person was working. Katika biashara zake na kazi zake In his business and his alikopa. work, he now took a loan. Alipokopa, And when he took a loan, ule mkopo ulikuwa na mkataba. had a certain contract. Hakuna mkopo ambao hauna There mkataba. is no any loan. Unaweza ukawa mkataba wa maandishi It can be a contract of au writing, mkataba wa maneno. or a contract of writing. Hata maneno ni mkataba. Even words are a contract. Kwa hiyo kuna watu wameweka mikataba na hali hawajui kuwa waliweka mikataba. Although they do not know that they had a Kwa hiyo yule nabii akaingia Now mkataba that prophet and wa deni. contract of debt. Na deni mara nyingi huwa linakuwa na dhamana. And debt most of the time. Kwa hiyo is dhamana ya ule mkataba kwa nabii aliweka watoto, he kept the children kwamba as yeye security. ule mkataba unamhusu yeye na watoto wake. That contract is about Lakini him ilikuwa and the children, kasoro mke wake. except the wife. Mke wake hakuwa ndani ya mkataba. And the wife was not inside the Sasa contract. Biblia inasema Now yule the Bible nabii says that prophet, akaugua akafa he got sick and kabla died ule mkataba before that haujavunjika, contract was broken. maana alikuwa amekopa, Because he took a na alipokuwa amekopa ule mkataba ulikuwa ni wa vizazi na vizazi.